Oh, haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo aletaye amani na alete amani na idumu ndani yetu na itangaze kote katika nchi yetu na aweze kuitangaza kote duniani. Upendo wa Kristo na uzidi kuonekana ndani yetu. Hivyo ni wakati mwingine ambapo ninakuja kwako ili ya kwamba niweze kusungumza na wewe neno ambalo Mungu ameliweka kwa kinywa changu nalo likufikie. Kuna maandiko yako kwenye kitabu cha Zakaria pale mlango wake ni wa 9. Kianzia mstari wa 10 tukiteremka chini hiyo mstari. Kuna vile ambavyo Mungu alivyomtokea Zakaria na akanena habari ya Mungu akija kuondoa farasi za vita na magari za vita. Hapa kuna aina mbili ya farasi ya vita. Maybe ni farasi ya Mungu aliyoiwachilia kwako akikuadhibu na akitesa maisha yako. Hiyo gari Mungu ataiondoa. Wenda kuna gari lingine ambao ni la watu ambapo wanaojipanga wafanye vita na wewe wakuangamize wakiwa kwa njia ya upande wa adui ambao ni Shetani. Hiyo gari walioipanda na hizo farasi walizozipanda, naamini ya kwamba ninaposoma hili neno anaenda kuiondoa. Aidha ni nchi yetu, aidha ni mahali ambapo uko, aidha ni mahali ambapo unapoishi, kijiji unapoishi, kumekuwa na watu wanaofanya vita na watu wa eneo hiyo. Hakuna wakati wanaendelea, hakuna wakati wanapoinuka. Natangaza wakati wa dhuhuri njema ya kwamba kuna uponyaji, maana hao farasi na hata hao wapandao gari hizo watashikwa na kuondolewa na kutenganishwa na sisi, ni katika jina la Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema hivi: na gari la vita nitaliondoa liwe mbali na Ephraim, na farasi awe mbali na Jerusalem, na upinde wa vita utaondolewa mbali, naye atawahubiri mataifa yote habari za amani. Huyu Ephraim na huyu anaitika Jerusalem atahubiria mataifa yote habari ya amani. Ninaamini ya kwamba ninaongea na mtu anaofanana na Ephraim na anaokaa kama nyumba la Jerusalem. Jerusalem waliishi wakiwa hawana amani, maana anasema ya kwamba gari la vita lilikuwa limekalia Ephraim. Watu waliishi wakikibishwa, maana gari tunaona ya kwamba inakaa ikiwa kwenye bio. Wanaoipanda wanafanya vita wakiwa na kukibisha maisha ya watu. Wenda ni wewe uko hivyo. Wewe unapoanza kitu unakuwa kazi yako inakibishwa mpaka inaangamia, kwa kuwa kuna watu waliokuletea wanaokalia gari na wanakuja kufanya vita na wewe. Wanakuonea wakiwa kwa ubali, wanakuida na kuileta vita katika maishani mwako. Hivyo ndivyo ninavyotangaza wakati wa dhuhuri njema ya kwamba gari hilo lililokalia Ephraim, huyu aliyeteswa, huyu aliyokaa akifanyiwa vita, jeshi linaofanya vita na yeye, ambapo ni la angani, angaro, ambapo ni la baharini, ambapo ni nchi kavu, ambapo ni waganga wanaoinua wanyama wakiwa kama jeshi lao la kufanya vita na wewe na kuwapandisha kwenye magari. Ninaamini ya kwamba hakika hiyo gari itaondolewa katika maishani mwako, itaondolewa katika nyumbani mwenu, maana Mungu amesema ya kwamba katika hiyo maandiko, na gari la vita nitaliondoa liwe mbali na Efraimu, ataliondoa liwe mbali na kazi yako, ataliondoa liwe mbali na ndoa yako, ataliondoa liwe mbali na nchi yako, ataiondoa liwe mbali na kaunti yako, ataiondoa iwe mbali na mji, kijiji chenu. Wenda ikawa kuna wale wanaopanda, lakini hiyo gari, wewe Ephraim, ninokufananisha na Ephraim,
jiangalie ni vita gani ambazo umekutana nazo, lakini gari hilo Mungu amesema ya kwamba ataishika na ataiondoa na kuitupa mbali. Maandiko ya Mungu imesema ya kwamba na farasi awe mbali na Efraim na Jerusalem. Hivyo Jerusalem kukaonekana mtu mwingine anaoitika Jerusalem, ambao ni wengi waliokoka, waliinuliwa farasi mimbi, waliketishwa farasi mweusi ambao aliyewapimia na aliyewaletea njaa katika maisha yao. Kuna mwingine aliyeinuliwa farasi mweusi ambapo ni wa kipimo, au farasi ambao ni wa kijivujivu. Mauti haikosi katika nyumba yao, kama vile Revelation, neno la Ufunuo wa Yohana pale mlango wa 6 inaonena kuhusu zile farasi. Jerusalem maybe amepigwa na hiyo vita ya farasi. Yule ambao ni wa kijivujivu amevigwa vita na farasi ambao ni mwekundu, amefanywa vita na ameinuliwa farasi ambapo ni mweupe. Kila jambo anapoanza, maana roho ya kumshinda iko pamoja naye. Mwekundu, vita haikosi katika lile familia. Ndugu na ndugu wanainukiana kwa ajili ya mapanga ya mashamba, wanainukiana kwa ajili ya mambo hayaeleweki, kwa kuwa ufarasi uko katikati yao. Tazama hata nchi yetu, wenda hivyo ndivyo kuna farasi huyu ambapo ni wa kijivujivu. Vijana wamekufa, majenzi wanakufa, lakini ukweli ni ya kwamba farasi huyu mweupe na farasi huyu ambapo ni mwekundu ataondolewa mbali na Jerusalem. Wenda ni wewe utaondolewa jioni ya leo. Ninaamini ya kwamba uponyaji wa neno la Mungu utafika. Nasema ya kwamba Efraim na Jerusalem hao watahubiri habari ya amani katika mataifa yote, kwa kuwa amani imewafikia, nao watashuhudia matendo yale Mungu amewatendea. Ninaamini ya kwamba nina mmoja hapo ambapo neno hili limempata, ambaye Mungu atampatanisha na kuweka ushuhuda na habari ya kuhubiri amani katika mienendo na njia zao zote. Pokea neno la amani ili ya kwamba farasi aondolewe katika maishani mwako. Wenda ni wale waganga wanaoinuka na farasi zao ili wakutishe na wakukoseshe amani unapofanya kazi, lakini katika jina la Yesu Kristo, huo farasi Mungu anamuondoa na kuondolewa katika maishani mwako na amuondoe katika nchi hii. Hatutaki maafa tena, kwa kuwa sisi ni watu waliokoka na wanaomtumainia Mungu siku za maisha yao yote. Hivyo tunaitika kama Jerusalem, lakini tunakosa amani, maana farasi wa kijivujivu ambao ni wa kuua aliyempanda amefuatwa nyuma na kuzimu, bali mauti inamuonekana kila wakati. Ninaamini huyo farasi Mungu atamshika na kumtoa katikati yetu na kumweka mbali. Pokea neno la amani, pokea maneno ya kuhubiri amani popote alipo. Wewe umeondolewa gari la vita, wewe umeondolewa farasi wa vita, wameondoka katika maishani mwako. Nenda ukahubiri amani kwa ndoa yako na kwa uzao wenu wote na kwa wote ambao unaoishi nao. Utangaze amani, na ni katika jina la Yesu ninajua ya kwamba neno hilo litakusaidia na litakuwa baraka kwako, litakuwa msaada kwa maisha yenu. God bless you. Wacha amani iwe pamoja nawe. Jehova Shalom, Jehova Shalom.